Mtazamaji wa Bongo Headlines, hao unaowaona mbele yako ni wachezaji wa kikosi cha Azam Football Club, na hapa ni Chamazi Complex kwenye uwanja wa nyumbani wa Azam Football Club, wakiwa kwenye baada ya kutamatika kwa mchezo dhidi ya KMKM kutokea pale Zanzibar. Ni mchezo wa kombe la shirikisho la Afrika na Azam FC wameshakata tiketi ya kwenda katika makundi. Ni historia kwa Azam FC kuingia katika hatua ya makundi, na wako wanasherekea kile ambacho kimetokea kwa siku ya leo. Benchi la ufundi la Azam FC likiongozwa na Florian Benge wakionekana wako pale na wakishangilia hiki ambacho wamekipata kwa siku ya leo. Lakini anaonekana Properts naye pia makamu mwenyekiti wa Azam Football Club akitoa machozi akilia kwa hiki ambacho kimetokea kwa siku ya leo. Kwa mara ya kwanza Azam Football Club kuvuka katika hatua ya makundi katika michuano ya kimataifa. Magoli ambayo Azam amevuka nayo katika hatua hiyo ni aggregate ya magoli 8 kwa aggregate ya magoli 8 katika hatua hii ya second preliminary round ambayo wamecheza dhidi ya KMKM kutokea pale Zanzibar. Mchezo wa kwanza ulichezwa kule Zanzibar, KMKM wakiwa nyumbani, na Azam FC alishinda bao 2-0. Lakini mchezo mwingine wa marejeano ambao umechezwa hapa Dar es Salaam katika uwanja wa Chamazi Complex, Azam Football Club kashinda magoli 7-0. Na wanaonekana wakisherekea, mashabiki kwa upande ule wakisherekea na timu yao na wachezaji wao kwa hiki ambacho kimetokea kwa siku ya leo. Na kitu ambacho naweza nikakujuza katika uwanja huu wa Azam Complex leo mapema sana, kiwanja hiki kimejaa. Watu wengi walionekana maeneo ya nje pale mpira ulipokaribia kuanza. Nje palikuwa na umati wa watu, lakini ndani pia kulikuwa ni full house. Na mchezo huu ni kukumbushe kwamba ulikuwa ni bure, hivyo ilikuwa ni miguu yako, ni kujiandaa kwako na kuja hapa ili kushabikia timu ya Azam Football Club. Hii ndio timu ya kwanza katika msimu huu wa 25-26 katika mashindano ya kimataifa kutokea hapa Tanzania kukata tiketi ya kwenda makundi. Na siku ya kesho watakuwepo wawakilishi wengine pia wakicheza kwa ajili ya kukata tiketi ya kwenda makundi. Young Africans atakuwa anacheza na timu ya Malawi Silver Strikers. Katika mchezo wa kwanza uliochezwa kule Malawi, Young Africans hakupata ushindi, alifungwa goli 1-0. Hivyo anakuja kurekebisha makosa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Singida Black Stars naye pia alicheza na timu kutokea kule Burundi. Hivyo watakutana siku ya kesho, ambapo mchezo ule wa kwanza wa Singida Black Stars dhidi ya timu kutokea kule Burundi walitoka 1-1, lakini kesho wataenda kusahihisha yale yote, na wenyewe pia panapo majaliwa kama Mwenyezi Mungu atakuwa ameipitisha, basi nao watavuka kuungana na Azam Football Club katika hatua ya makundi. Tukumbuke kwamba mchezo huu ulikuwa ni mchezo wa kuvuka kwenda makundi, na Azam Football Club ameshakata tiketi ya kwenda makundi. Properts anaonekana akiwakumbatia vijana wake, amemkumbatia pale Pascal Msindo kuonesha kwamba wanafurahia hiki ambacho kimetokea. Huu ni uwekezaji katika soka ndio umefikisha Azam Football hapa baada ya usajili mzuri uliofanyika hasa kwenye benchi la ufundi. Florian Benge akiongoza kikosi hicho, kocha mwenye profile kubwa na ambaye amefanya makubwa sana kwenye soka la Afrika. Historia nyingine ameiweka Tanzania kwa kuwavusha Azam Football Club katika hatua ya makundi. Hii ni Bongo Headlines. Hakikisha kwamba una subscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa hizi za kimichezo ambazo zinakujia mara kwa mara. Hakikisha unakuwa mwanafamilia wa Bongo Headlines, kituo kinachohakikisha taarifa zote za kimichezo unazipata kwa uzuri zaidi. Sauti yangu mimi ni Dickson George, na niko hapa kwa ajili ya kukujuza yote ambayo yanaendelea katika siku ya leo, ambayo ni siku ya Azam Football Club kusherekea kile ambacho kimetokea katika dakika 90 za kule Zanzibar dhidi ya KMKM na dakika 90 za hapa Chamazi Dar es Salaam dhidi ya KMKM. Aggregate ya mabao 9 kumradhi ndio imewavusha Azam Football Club katika hatua ya group stage.
Nikukumbushe tu mtazamaji wa Bongo Headlines kwamba timu zote 4 ambazo zinatuwakilisha kimataifa hapa Tanzania, akiwepo Azam Football Club ambaye imeshakata tiketi, Simba Sports Club, Young Africans pamoja na Singida Black Stars, wote bado wapo kwenye kusaka hatua ya kwenda makundi, lakini Azam Football Club ameshajihakikishia na tayari miguu yote ipo kwenye makundi ya kimataifa katika michuano ya kimataifa ya Confederation Cup. Lakini kwa timu nyingine bado mguu mmoja, wengine wameingiza ndani, mwingine nje, lakini nao pia bado wako kwenye mapambano ya kusaka tiketi ya kwenda huko. Tukumbuke kwamba kuna goli la mama na magoli 7 ni mengi sana Azam Football Club, na tunamsikiliza hapa msemaji wa serikali Msigwa kwa ajili ya kuzungumza na kutoa kile ambacho kiliahidiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Hongereni sana. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawapongeza sana kwa ushindi wa leo wa mabao 7 kwa bila. Lakini la pili, manake leo 7 bila na yale mawili jumla mangapi? 9. Lakini la pili, Mheshimiwa Rais amefurahishwa sana na kiwango chenu, ana imani kubwa kwamba tutatoboa katika kombe la shirikisho, tutatoboa. Lakini mwisho ndo kile tunachokisubiri. Mheshimiwa Rais anasema kama ilivyo ahadi yake, hana mbambamba, goli moja shilingi milioni 5, leo ni goli 7 ni shilingi milioni 35. Hiyo ni rekodi mpya kwa mwaka huu. Lakini zaidi ya hapo, kulikuwa na magoli mengine mawili ya kule Zanzibar shilingi milioni 10. Kwa hivyo jumla shilingi ngapi? Milioni 45. Sana kwa Azam FC. Huyo ni Mheshimiwa Gelson Msigwa akitujuza ya kwamba goli la mama liko pale pale na Azam Football Club kwa magoli 7 walioshinda kwa siku ya leo ni jumla ya milioni 35. Maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alitangaza ya kwamba milioni 5 kwa kila goli moja. Hivyo Azam Football Club ameshinda magoli 7 kwa siku ya leo. Lakini ametukumbusha pia na zile goli 2 alizoshinda kule Zanzibar dhidi ya KMKM, ya magoli jumla ni 9. Hivyo siku ya leo itatoka milioni 45 ya goli la mama. Tuendelee kumsikiliza msemaji wa serikali Gelson Msigwa kwa yale ambayo anatujuza hapa. Tunapenda sana, tunamwombea heri nyingi, afya njema, na mimi kwa sababu niko kwenye sekta ya michezo, asiache kupenda michezo, na sisi kama ushirikiano wakati wote. Sasa hapa niko na makamu wa pili wa rais wa TEF. Naomba naye atoe salamu, lakini wakati huo ni wale viongozi wa Azam na wachezaji ni wakabidhi pesa zenu za goli la mama. Na ndio kama kwanza na pili wote wako hapa. Haya basi pale kama moja tatu wasikie.